tuimarishe umoja wetu. Kuna usemi wa Swahili unaosema kwamba umoja ni nguvu, lakini utengano ni dhaifu. Ingawa tuishi kwa falsafa za wenye hekima ya dunia hii, lakini sio kila kinachozungumzwa na watu wa ulimwengu huu ni kibaya au hakitufai. Kuna hekima ambazo tunazihitaji, lakini kuna hekima ambazo pia hatuzihitaji. Kuna hekima tutazihitaji kwa ajili ya kutusaidia maisha hapa duniani, lakini kuna nyingine hazitatufaa kwa maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaenda shuleni. Tukienda shuleni tunasoma, tunajifunza, si ndio? Shuleni kule tunafundishwa kwamba mtu alikuwa nyani. Sasa wewe huwezi kuwa kiroho na kwenda pale na kuanza kubishana. Unaleta mtihani, elezea historia ya mwanadamu, alafu unaanza kusema historia ya mwanadamu ilianzia kwa Adam na Hawa. Utakuwa unaangamia kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaisari unampa leo ya Kaisari, lakini unasimama kwa kuishi kwa principle unazozijua wewe. Kwa hiyo ni hekima za kidunia, lakini hazitusaidii sana. Ndio pale ambapo maandiko yanasema usijiongezee hekima mno, usije ukajiangamiza mwenyewe. Hekima inayozungumziwa sio hekima kimungu. Hekima kimungu tunapaswa tujiongezee sana, lakini hekima ya kidunia tunapaswa tunayo kwa kiasi. Hata kama tukiwa nayo nyingi, lakini tujue jinsi ya kuitumia. Ukichukua hekima zote za kidunia na kuzitumia katika roho, utapoteza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna chache zinatufaa katika maisha yetu ya kiroho, lakini kuna chache hazitufai, nyingi hazitufai. Kwa hivyo ujumbe leo una kichwa kinachosema tuimarishe umoja wetu. Sisi kama Wakristo au kanisa la Kristo ni lazima tuwe tuna umoja wa roho. Kwa nini lazima tuwe tuna umoja wa kiroho? Leo hii tutaenda kujifunza kwa nini tunahitaji umoja wa kiroho. Kwa kujifunza katika mifano mikuu miwili katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunahitaji umoja wa kiroho kama kanisa? Shetani akitaka kuliharibu kanisa siku zote, cha kwanza anachoenda kukiangalia ni umoja watu waliokuwa nao. Tukikosa umoja wa kiroho au umoja wa kikanisa, tumekosa nguzo ya msingi sana ya kusimamia. Tumempa nafasi shetani kutuharibu pakubwa mno. Haijalishi tunaweza tukawa tunaomba sana, tunafunga sana, tunajitahidi mno, lakini kama hakuna umoja wetu sisi kwa sisi, tumejaribu moja kwa moja, na sio tu kikanisa, hata kifamilia, hata kitaifa. Tutaenda kuangalia kwa ufupi. Umoja ni nguzo ya msingi sana ya watu kuimarika au kuendelea mbele. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura 11 nitaenda kusoma pale. Wengi wetu tunaijua ile habari ya mnara wa Babeli. Wanadamu walikusanyika pamoja, wakasema tutengeneze mji, alafu tutengeneze mnara katikati yake, na ule mnara kilele chake kifike juu mbinguni. Na wale watu wakakusanyika namna ile ile, wote wakakaa pamoja. Biblia inatuambia walikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Wakasema tufanye mji, tutengeneze na mnara, alafu kilele chake kifike mbinguni, na ndicho walichokifanya. Wakaanza kujenga ule mji. Walivyojenga ule mji, wakajenga na mnara. Lengo lao lilikuwa ni kwamba kilele kifike mbinguni, alafu wasisambae duniani kote. Maana yake walikuwa wanataka kutengeneza dini ya dunia nzima. Mungu akachungulia kutoka mbinguni, akaona wale watu wanatengeneza ule mnara, na kile kilele alijua kabisa kitafika juu. Na Mungu akasema hao watu washaanza kufanya hivi, hakuna mtu atakaye wazuia. Kitu gani ambacho Mungu alikifanya kuzuia ule mnara usijengwe? Ule mnara ungeendelea kuwepo mpaka leo hii. Makao makuu ya dunia yangekuwa pale Babeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alijua hichi kitu kikibaki kikiendelea kukaa pale, shetani angekuwa ameshapata headquarter, makao makuu duniani. Kwa hiyo alichokifanya Mungu, alishuka pale, lakini hakwenda kuwaua. Biblia inatuambia kwamba alishuka pale na kuwaua waache kujenga ule mnara. Alichokisema Mungu kwamba hawa watu wameshakuwa na lugha moja na usemi mmoja, sasa tushuke chini tuwachafulie usemi wao, wasisikilizane. Na Mungu aliposhuka akawachafulia usemi, wakaacha kusikilizana. Pale ndipo zilipozaliwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia yote ilikuwa na lugha moja, sio tu lugha moja na usemi mmoja. Mnajua mnaweza mkaa na lugha moja lakini semi mbalimbali. Tukiwa tuna lugha moja na kuelewana, maana yake tuna lugha moja na usemi mmoja, tunazungumza kitu kimoja. Kwa Mungu alijua hawa wameshaungana, wameshakuwa na umoja. Kwa hiyo jinsi ya kushughulika nao ni kuondoa ule umoja wao. Kwa akawaharibu, zikatokea lugha. Kama kuna watu milioni 1 ambao walikuwa pale wanajenga ule mnara, wote kulikuwa kuna labda injinia mkuu, kulikuwa kuna wengine kule vibarua, wote walikuwa wanazungumza lugha moja.
tutengeneze picha labda lugha ya kipindi hicho labda ilikuwa ni Kiswahili, tunashumu ilikuwa labda ni Kiswahili. Wote walikuwa wanatumia lugha moja na walikuwa wanasikilizana. Ghafla akashangaa ukaanza kutokea mgawanyiko. Watu 20 wakaanza kuongea Kichina, watu 30 wakaanza kuongea Kiarabu, watu 40 wakaanza kuongea Kihindi na kadhalika. Baadaye wakati wanasema nipe maji kwa Kiswahili, yule ambaye anasikia na anashangaa wanaongea lugha gani, anamjibu, anashangaa anamjibu kwa lugha nyingine. Kwa wakajikuta ni watatu wanne wanafahamu lugha moja, wengine hawaelewani. Ukaanza kutokea machafuko pale. Kwa maana Biblia inasema Babeli, maana tafsiri ya Babeli ni machafuko. Mungu alishuka pale akachafua lugha za dunia nzima. Naomba tusome pale kitabu cha Mwanzo sura 11. Sitakuweka muda mrefu hapa ili tuweze kujua ni nini tunaenda kujifunza siku ya leo. Mwanzo sura ile ya 11 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Kwa lengo lao ni wasitawanyike usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa kiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. Unaona umoja unaweza kutajwa hapo. Watu hao ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Sio mtu mmoja anaanza kuyafanya, wanaanza kuyafanya, maanake ni wote. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya, hawatazuiliwa. Kwa ule umoja wao ulikuwa tayari ushawapa nguvu au mamlaka ya kuweza kufanikiwa kile walichokuwa nakifanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kuangalia silaha Mungu aliyoitumia kuwatawanya wanadamu usoni pa nchi yote na kuwazuia wasiendelee kujenga mji au mnara ambao ungekuwa ni makao makuu ya Shetani. Alitumia kwenda kuharibu umoja wao, usemi wao na lugha yao. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ile biashara ikaishia pale pale. Kwa hiyo walipoondoka pale wakabaki tu na historia kwamba hapa ndipo palikuwa panajengwa mji na mnara. Lakini ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa ufalme wa giza. Na kawaida Shetani siku zote anakuwa hana jipya. Anachokifanya anaangalia Mungu anafanya nini na yeye anarudia kitu hicho hicho kushambulia watu wa Mungu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa pigo ile ambalo Shetani alipigwa, yeye halikuishia pale na kusema sasa nimepigwa nimetulia. Lakini na yeye sasa anachokitumia ni iko kuhakikisha kwamba na yeye anaenda kupiga watu lugha yao, usemi wao ili watawanyike kila mahali. Ndicho Shetani anachokifanya. Shetani hanaga jipya siku zote. Shetani hana jipya. Wala dhambi hakuna jipya. Dhambi hamna mpya. Dhambi kwanza, asili ya dhambi ni kitu sahihi kinachofanyika nje ya wakati au kimakosa. Ndio maana dhambi ni kitu kilichogeuzwa. Shetani kazi yake ni kugeuza kitu sahihi. Vyote vinavyofanyika vilikuwa ni vitu sahihi, lakini dhambi ni kinyume chake. Hata kifo kimetengenezwa na Mungu. Kifo kilitengenezwa na Mungu. Lakini kilitengenezwa kwa kusudi gani? Hapo ndipo pa kujifunza. Adamu alipokuwa pale katika bustani ya Eden, alipokuwa anaenda kuchukua machungwa mengine, matunda mengine, machungwa, mapears. Alipoenda kukata ile pears kwenye mti wake, analitoa pale, maana yake amelitoa kwenye sosi ya maisha yake, uhai. Anapolila maana yake anaua ule mti. Zile mboga mboga anaziua ili kusudi apate uzima. Kwa kifo kilikuwepo pale Eden. Ndio maana Mungu akamwambia Adam, ukila utakufa. Kwa sababu Adam alikuwa anajua kifo ni nini. Alikuwa anaona vitu vinakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anaona moto unawaka, vitu vinateketea, vinapotea. Alikuwa anajua moto. Kwa alijua kifo kipo na kina kusudi lake. Sasa dhambi inakuja kuua. Mtu anapochukua kile kifo badala kipeleke kwenye vitu sahihi, matunda, kukata, kuondoa,
Anapompa mtu kile kifo inakuwa ndo dhambi. Kwa dhambi ni kitu chochote kilicho sahihi kilichogeuzwa ndio kinakuwa dhambi. Kwa shetani kazi yake ni kugeuza vitu ambavyo ni sahihi, anavifanya nje ya wakati, kwa wakati sio sahihi au kwa mtu ambaye sio sahihi. Ndio maana inageuka inakuwa dhambi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hivyo hata sasa hivi unapoona hivi vitu ambavyo watu wanaenda kwa waganga kienyeji, wanaenda kule wanafanya makafara, wanatoa nyama, kwa asili vilikuwa ni vitu sahihi, vilikuwa vinafanyika katika agano la kwanza, lakini vinapokuja kufanyika katika agano, katika wakati ambao sio sahihi, wakati wa agano jipya, vinageuka vinakuwa ni uchawi, ushirikina na ni dhambi na ni ibada za sanamu. Ndio maana leo hatuwezi kwenda mbele za Mungu na kuchinja ng'ombe na mbuzi ili kupata upatanisho sisi na Mungu. Damu ya Yesu inatosha. Shetani anabaki na kile kitu sasa, ile kopi ya kwanza anatembea nayo. Ndicho shetani anachokifanya. Kwa sababu shetani alikuja na kuangalia jinsi alivyopigwa pale Babeli na jinsi watu wake walivyotapanywa duniani kote. Akatumia mfumo huo na anautumia mpaka sasa hivi kuleta katika kanisa, kuharibu kanisa la Mungu, sio tu katika kanisa, hata familia, hata nyumba, hata nchi. Anaondoa kitu kinachoitwa lugha moja na usemi mmoja. Kwa kanisani tukiondolewa lugha moja na usemi mmoja, tukiwa tuna lugha mbili na semi mbili, tayari tumeharibiwa kabisa. Bwana Yesu nasifiwe sana. Na hii inatokana na nini? Chunguza kwa makini, utaona ni kupungukiwa na kiwango cha Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kanisa likishaanza kupungukiwa Roho Mtakatifu, au mtu akishaanza kupungukiwa Roho Mtakatifu, au watu wawili au watatu wakishaanza kupungukiwa na Roho Mtakatifu, hapo tayari moja kwa moja wanaanza kuruhusu kupoteza ule umoja. Kwa umoja wa Roho katika hizo siku za mwisho unaletwa na Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Jicho la Mungu liliona mbele kwamba shetani atakuja kuharibu vipi kanisa kwa kuliondolea umoja. Mungu akamshusha Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Na alipomshusha Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, jambo lililotokea linakaribia kufanana na lile la kule Babeli. Kule Mungu alishuka akachafulia lugha. Hapa Roho Mtakatifu alishuka na kuruhusu zile lugha kama zitawanyike ziwe nyingi, lakini akaongeza kitu kinachoitwa umoja wa Roho, kwa sababu alijua Roho Mtakatifu ataleta umoja hata kama lugha zitakuwa nyingi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo pasipo Roho Mtakatifu, hakika kanisa mpaka leo lisingekuwepo. Kungekuwa kuna lugha nyingi tunaongea huku, Kichina, Kihindi, Kiswahili, lakini wote tusingekuwepo katika ile neema ya kimungu. Lakini Roho Mtakatifu alivyoshuka siku ya Pentekoste, maana yake hata kama tutaongea lugha 20, 30, 40, lakini mwisho wa siku tutakuwa tuna umoja wa kiroho. Kwa tukipungukiwa na umoja, basi habari yetu inakuwa imeshaisha mahali hapo. Amen. Kwa ndicho kilichotokea kule na ndicho shetani anachokifanya katika hizi siku za mwisho. Lakini jambo lingine la pili ambalo linahusiana sana na sisi na umoja wetu. Kwa nini tunahitaji umoja wa Roho au umoja kama kanisa? Ni kwa ajili ya usalama wetu sisi wenyewe. Kwa ajili ya usalama wetu sisi wenyewe. Kanisa la sasa hivi limekosa umoja. Utaona huyu ana mambo yake, yule ana mambo yake, yule anafanya vitu vyake, yule anafanya vitu vyake. Hatuna wakati wa kukutana wote kwa pamoja na kushirikishana pamoja na kutiana moyo na kuelekezana na kufundishana. Hilo ni jambo la hatari sana katika kanisa la Mungu. Ni jambo la hatari sana. Wengi wetu tunapenda kuja kanisani, unakuja kwa ajili ya mambo yako tu. Unakuja, nikishakuja kanisani, mimi nafika tu pale, nikishamaliza unaondoka unaenda kwa habari zako. Hiyo ni hatari kubwa sana. Nataka nikwambie mtu wa Mungu. Nataka nikwambie nikakuonyesha kwenye Biblia madhara ya kufuata mambo yako tu au kufuata maisha yako tu, wewe ni wewe tu peke yako. Sio vibaya kufanya hivyo. Kuna wakati ambapo inakupasa uishi mwenyewe. Kuna wakati ambapo inakupasa ufanye mambo yako. Na ni jambo zuri pia. Sio kila wakati lazima utakuwa na mjumuiko na wengine au na mwingine. Kuna wakati ambao utafanya mambo yako, ni jambo zuri. Lakini pia kuna hatari kubwa sana ya kila wakati kuwa peke yako. Bwana Yesu nasifiwe sana. Huenda hauna hichi kitu, lakini jifunze, kwa sababu ibilisi anaweza kaleta hili jambo baadaye mbele ya wakati. Ndicho shetani anachokifanya siku zote. Kwa hiyo kuna faida kuwa peke yako, lakini kuna hasara kubwa ya kufuata mambo yako. Naomba nikusomee kitabu kimoja katika Biblia, katika kitabu cha Waamuzi. Wangapi wanakijua kitabu cha Waamuzi kinahusiana na nini? Kitabu cha Waamuzi kinahusiana na nini? Wangapi wanajua hicho? Kitabu cha Waamuzi kinahusiana na watu wanaoitwa waamuzi ambao walitokea katika taifa la Israeli, ambao walikuwa ni kama wafalme ambao walikuwa wanaamua wana wa Israeli baada ya wao kutoka nchi ya Misri, baada ya kutoka jangwani kuingia katika nchi ya ahadi. Hawa waamuzi walikuwa wanatokea katika Israeli.
na walikuwa wanatiwa mafuta na Mungu mwenyewe kwenda kuokoa wana wa Israeli. Sasa kipindi ambacho sasa wameshaingia katika nchi ya ahadi, kulikuwa kuna makabila ambayo walipewa urithi, lakini kuna mengine yalichelewa kupewa urithi. Kabila lililochelewa kupewa urithi lilikuwa ni kabila la Dani, ambalo hili lilichelewa sana kupewa urithi. Makabila mengine kama Yuda tayari alikuwa shapewa urithi wake, mengine kama Benjamin tayari alikuwa shapewa urithi wake huku ng'ambo kabisa. Makabila mengine kama Naftali yote alikuwa shachukua urithi, kila mahali alikuwa shachukua urithi, lakini hili Dani lilikuwa ni kabila la mwisho kabisa kupokea urithi, na walikosa urithi kiasi cha kwamba wakawa nafikiria ni wapi tutaenda kupata urithi wetu. Sasa baadaye wakati wanapeleleza ni mahali gani pa kwenda kupata urithi, kikawaida hawakwenda wanakuta nchi ambayo ilikuwa ina watu. Sehemu zote walizokuwa wanafika kulikuwa kuna watu, wanaenda na watoa wale watu wanachukua ardhi yao, kwa sababu Mungu aliwaambia hiyo nchi mtakaoiendea mtakuta kuna watu wamekaa kule, kwa hiyo waondoe. Na walivyokuwa wanaondoa, Mungu alikuwa pamoja nao na alikuwa anashinda vita. Sasa kulikuwa kuna taifa moja linaloitwa Laish, mji mmoja ulikuwa unaitwa Laish, ulikuwa kaskazini mwa Israel karibia na nchi ya Lebanon. Huu mji Biblia inatuambia kwamba ulikuwa ni mji wa kipekee. Ulikuwa kwanza ni mji uliofanikiwa sana. Lakini pamoja na mafanikio yale, ule mji, watu ambao walikuwa wanakaa katika ule mji walikuwa ni watu ambao walikuwa na time na mtu mwingine. Yaani hawana muda na mataifa mengine. Wenyewe walikuwa wako wenyewe tu. Lakini walikuwa wamefanikiwa sana. Na miji ambayo ilikuwa karibu nao ilikuwa iko mbali, walikuwa hawajihusishi na habari za miji mingine. Walikuwa wamefanikiwa na watu wao walikuwa wanaishi vizuri, hawakupungukiwa na chochote kabisa. Ni mji ambao ulifanikiwa mno. Sasa madhara ya kukaa vile walivyokuwa yalikuwa ni makubwa sana, ambapo leo nataka tujifunze tuweze kujua au kuelewa kiini cha ujumbe wa siku ya leo. Naomba tusome kitabu cha Waamuzi sura ya 18 mstari wa 7 hadi wa 11. Anasema hivi: ndipo hao watu watano, hao ni watu wa Dani, wakaenda zao wakafika Laishi, wakaona wale watu waliokuwamo ndani yake jinsi walivyokaa salama salimini. Hawa ni wapelelezi kutoka kabila la Dani, walienda kaskazini kwenye mji wa Laishi. Wakawakuta watu wanakaa salama salimini, walienda kupeleleza huo mji. Tarudia hapa, anasema ndipo hao watu watano wakaenda zao wakafika Laishi, wakaona wale watu waliokuwamo ndani yake jinsi walivyokaa salama salimini, kwa mfano walivyokaa hao wa Sidoni wenye starehe na hifadhi. Mji wa Laishi watu walikuwa na starehe na hifadhi, walikuwa na raha, kwa maana hapakuwa na mtu katika nchi hiyo aliyekuwa na amri, aliyeweza kuwatweza katika neno lolote. Nao walikuwa wa mbali na wa Sidoni. Sidoni ilikuwa ni mji mwingine ambao ulikuwa mbali na wao. Wala hawakuwa na shughuli na mtu yoyote. Unaona? Hao watu walikuwa hawana shughuli na mtu yoyote. Walikuwa tu wanafanya mambo yao. Kisha wakarudia ndugu zao huko Sora na Ashtaoli. Ndugu zao wakawauliza, haya, mna habari gani? Wakasema, haya inukeni twende tupigane nao, kwa maana tumeiona hiyo nchi, nayo ni nchi nzuri. Nanyi je, mwanyamaa tu, msio wavivu kwenda na kuingia, ili mpate kumiliki nchi hiyo? Hapo mtakapokwenda mtawafikilia watu wakao salama salimini. Hao watu walikuwa wanakaa salama salimini. Kwa hiyo nchi nayo ni kubwa, kwa kuwa Mungu ameitia mikononi mwenu. Ni mahali ambapo hapana kupungukiwa na kitu chochote kilicho duniani. Mstari wa 11 anasema, basi wakatoka hapo watu 600 waliovaa silaha za vita, wa jamaa ya Dani kutoka Sora na kutoka Ashtaol. Sasa naomba nifanye habari hiyo fupi. Niruke mpaka ule mstari wa 27 mpaka ule mstari wa 29. Hawa watu baada ya kwenda kupeleleza na kugundua hawa watu wako salama salimini, hawana muda na mtu yote, wakarudi kuambia jamaa zao taarifa, kuwapa taarifa kwamba bana, hiyo nchi tumeenda kuipeleleza ni nchi nzuri, alafu hao watu wako salama, kuna amani nchi yao yote, alafu wako mbali na miji mingine. Kumbe walikuwa wanapelelezwa uhuru wao na hawajui kwamba wanapelelezwa. Wenyewe wako wanaona kukaa salama wenyewe ni jambo la heri na la afya. Kumbe sio afya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa naomba niruke ile mstari wa 27 hadi mstari wa 29. Nao wakakitoa hicho alichokuwa amekifanya Mika na kuhani alikuwa naye, nao wakafikilia Laishi kwenye watu waliokuwa wenye starehe na hifadhi. Au watu wa Laishi walikuwa ni watu wenye starehe na hifadhi. Wakawapiga kwa makali ya upanga, wakapiga moto mji wao, wala hawakuwako mwokozi, kwa sababu huo mji ulikuwa ni mbali sana na Sidoni, nao hawakuwa na shughuli na mtu awaye yote. Unaona? Na mji huo ulikuwa katika hilo bonde lililo karibu na Bethrehobu,
Nao wakaujenga huo mji na kukaa humo. Wakauita mji jina lake Dani, kwa kuliandama jina la baba yao Dani aliyezaliwa kwake Israeli. Lakini jina la mji huo hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Laish. Sasa kwa ufupi ni kwamba huu mji walikuwa ni mji ulikuwa umeendelea, walikuwa wanaendelea vizuri na taratibu zao, lakini shida yao ni kwamba walikuwa hawana habari na miji mingine. Walikuwa wenyewe wako wenyewe kama wenyewe, wanajitosheleza kwa kila kitu. Sasa maadui zao wakapata nafasi ya kuwapeleleza na kujua udhaifu wao ni upi, kwamba udhaifu wao sio kwamba hawana silaha wanazo, sio kwamba hawana ustaarabu wanao, sio kwamba hawana umoja wao, umoja pia wanao katikati yao, lakini hawana umoja na miji mingine. Kwa hiyo wakasema tukienda tukiwapiga hawa itakuwa ni rahisi kuwashinda, kwa sababu hawatapata mtu wa kutuma taarifa kwenda Sidoni kuomba msaada wa majeshi mengine kuja kuwasaidia. Na hiyo ndio ilikuwa zamani mataifa mengi walikuwa wanafanya ili kujilinda. Wanajua kabisa sisi ni taifa dogo, lakini wakubwa kuja kutushambulia tuna urafiki na taifa lingine kubwa. Kwa hiyo tutawapa taarifa wale watakuja kutusaidia. Kwa mataifa madogo walikuwa washambuliki rahisi, kwa sababu walikuwa na urafiki na mataifa mengine ambao watakuja kuwasaidia wakati wa vita. Sasa haya hayakuwa na urafiki na taifa lingine lolote, lakini walikuwa wanaishi salama. Biblia inatuambia ila siku uharibifu ulipokuja, Biblia inatuambia kulikuwa hakuna mwokozi. Kwa walipelelezwa, baadaye wakaja wakachukulia urithi wao, ukawa kuna mtu kuwasaidia. Ni hivyo hivyo pia katika kusanyiko la Mungu. Shetani akitaka kupiga kusanyiko la Mungu, anaangalia udhaifu wetu ni nini. Udhaifu wetu ni umoja. Tukikosa ule umoja ni rahisi kutupiga kwa kiwango kikubwa. Na shetani anachokifanya siku hizo ni kutenga kundi, ndicho anachokifanya. Akishaanza kututenga, huyu akiwa kivyake, yule akiwa kivyake, hapo shetani ndo anafurahia. Haijalishi tutakuwa tunaomba kiasi gani, haijalishi tutakuwa tunafunga kiasi gani, lakini akishapata uhakika kwamba kila mmoja yuko kivyake au kuna wawili, watatu, wanne, akishajua hilo anasema hao nimeshamaliza. Na ndivyo inavyokuwa, na ni kweli anamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tushaye kujifunza kipindi cha nyuma sana kuhusiana na jinsi shetani anavyofananishwa na simba. Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Petro anasema Ibilisi anafananishwa na simba ambaye anazunguka akitafuta mtu ammeze, kama simba ngurumaye akitafuta mtu afanye nini? Ammeze. Kikawaida simba waga wanavyowinda ni tofauti na wanyama wengine. Ukimwangalia mbwa mwitu wenyewe wanainda kwa makundi sana, wanakimbiza mnyama mmoja. Lakini simba hawindi hivyo. Simba wanaenda kwa makundi, lakini hakurupuki kwenda kuinda moja kwa moja. Simba wanaenda kutafuta wanyama ambao kwanza wakila wanashiba. Wanatafuta mnyama mmoja ambao wanajua kimkamata huyu basi ile familia yote inaitwa pride, wakila wanashiba. Sasa wanyama ambao wanapenda ni wakubwa sana kama nyati, ndio wanyama wanaopenda pundamilia, kwa sababu wakimkamata pundamilia mmoja au nyati mmoja wanaenda kumla jamii yote na watoto na baba na familia nzima yote inashiba. Sasa wanampendaga mnyama mmoja anaitwa nyati. Lakini unyati naye pia ni jasiri, lakini akaagi mwenyewe. Nyati wanakaaga kimakundi. Unakuta kundi la nyati hata 100, 200. Sasa kumtoa pale nyati mmoja kumwangusha ni ngumu. Wanachokifanya simba waga wanaenda kulitishia kwanza ile kundi. Ile kundi ile kulitishia, wale nyati waga na wenyewe ni jasiri, wanageuka nyuma kuwarudi kwa kabili wale simba. Simba wanajifanya kama vile wanasarenda, wanakimbia. Wakati wanakimbia, lakini wakimbii kwa kasi, wanakimbia kidogo kidogo ili kuwavuta wale nyati nyuma. Wale nyati wako, kuna wale nyati wanakuwa na jasiri kuliko wengine wanaofuata simba. Hao ndo simba wanawapenda. Kwa wale nyati ambao yule anakuwa ni mmoja, anakuwa jasiri kukimbiza ile kundi la simba, wale wengine wanakuwa kidogo wanaofuofu, wanabaki nyuma. Baadaye ukishaona simba mfika mbali, wao wanarudi, wanaendelea na safari yao. Wale simba wanarudi tena kufuata. Kwa yule ambaye alikuwa wa kwanza sasa anakuwa wa mwisho kwenye kundi. Alafu simba anazidi kumfuata. Akimfuata yule wa mwisho tena, akiona anafuata, anageuka tena anaenda kule, wakati ile kundi lenyewe lazidi kusogea hivyo hivyo. Baada ya kushamtenga mmoja, wale simba ndio wanakuja kuonyesha makucha yao kwamba walikuwa muogopi, walikuwa wanamtenga na kundi, wanamkamata, wanamla. Na akishakamata yule waga siku zote ile kundi lote linakuwa dhaifu, kwa sababu ule ndio anakuwa jasiri, wale wengine wote wanakuwa dhaifu. Kwa hiyo ile kundi baadaye kule ni rahisi kushambuliwa na kutanyika na kuuawa na makundi mengine ya simba kirahisi. Ndicho wanachokifanya. Sasa Biblia inamfananisha shetani na simba nguruma akitafuta mtu wa mmeze. Ni hivyo hivyo, akitaka kuharibu kundi, anachukua mmoja, anachukua wawili, anatenga. Akishawatenga, anawaambia, anafundisha, anaelekeza.
Baadaye akishamaliza anajua huku tena nguvu yao ishaisha, kwa sababu siku zote umoja ni nguvu. Anaharibu kidogo kidogo namna hiyo, kidogo kidogo namna hiyo, mwisho wa siku mnajikuta wote mmekwisha. Lakini laiti tukikaa pamoja au kundi likikaa pamoja kwa ushirikiano, linatoka lote kwa pamoja linaenda kumkabili adui. Linatoka pamoja linaenda kumkabili, au lina ushirikiano wa kutosha, ni ngumu sana adui kulikamata ile kundi. Ni ngumu sana adui kukamata lile kundi. Kwa katika kanuni za Kikristo ni hivyo hivyo. Ni lazima tuwe tuna umoja ambao sio wa kawaida ili tuweze kusimama imara katika wokovu. Usipende kukaa peke yako, wala tusipende kukaa peke yetu. Kwa sababu kukaa peke yetu au kukaa peke yako ni kwa hasara yako wewe, ni kwa hasara ya kanisa, ni kwa hasara ya kundi, ni kwa hasara ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kile kitabu cha Mhubiri sura 4 mstari wa 9 hadi 12, anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Sasa Biblia inakwambia afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, haimaanishi kwamba alikuwa anatoa ushauri. Ni ndivyo ilivyo, ni afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Anasema maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana ukianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, ukianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo wapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Kwa hata tunapokuwa wengi ndipo ambapo Roho Mtakatifu anashuka. Siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu akushuka mahali ambapo kuna mtu mmoja. Alishuka tu kwa Kristo. Lakini Pentekoste kulikuwa kuna watu 120 pale. Kwa sababu gani? Wawili wanapokutana kunakuwa kuna joto. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga. Wala kamba nyuzi 3 haikatiki upesi. Kamba za nyuzi 3, kamba nyuzi moja inakatika, lakini kamba za nyuzi 3 hazikatiki upesi. Kwa ili kuweza kusimama katika imani siku zote, ili uweze kusimama katika kumjua Mungu, usikose kukaa katika kundi. Katika kundi, usikose kukaa katika kundi. Ukitaka kukua kiroho, ukitaka kuendelea mbele. Kuna watu wananiambia, tumishi, mbona kila siku nakosa nguvu ya kuomba? Kila siku nakosa nguvu. Utakosaje nguvu ya kuomba wakati uende kwenye maombi, kwenye vikundi vya maombi? Lazima utaishiwa nguvu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamba za nyuzi 2 hazikatiki upesi, lakini kamba nyuzi moja itakatika tu. Biblia ndio imesema hivyo. Nakuwa nakata tamaa, Utachaje kukata tamaa uko mwenyewe? Hujafungua mlango wa kuongea na wengine, hujafungua mlango wa kusikiliza wengine. Unapomsikiliza mwenzako na yeye anaposikiliza kwako, pale ndipo mnapojengana, mnapotiana moyo na nguvu yenu kuendelea mbele inakuja. Katika masuala ya kiroho, nakosa hamu ya kumtafuta Mungu. Utachaje kukosa hamu ya kumtafuta Mungu uko mwenyewe? Umefunga milango, hakuna mwingine wa kuongea na wewe, hakuna mwingine wa kutafuta, hakuna wewe mwenyewe. Hauwezi kuwa na umoja wa kiroho na mwingine. Hapo utaangamia. Hapo tutaangamia, tutakwisha. Kwa nguvu zetu siku zote ni lazima ziwe katika umoja. Hiyo ni siri kubwa sana ambayo shetani hataki tujue, kwa sababu hiyo ndio iliyompiga yeye akaribiwa kwenye dini yake ya Babeli kule. Na unajua sasa hivi kitu anachokifanya shetani, anaitengeneza tena huo umoja mwingine. Ndio maana kuna Babeli nyingine kwenye Ufunuo sura 18 imetajwa pale vile. Babeli ya kwanza ilikuwa kule katika sasa hivi ni taifa la Iraki pale. Katika taifa la Iraki mahali ambapo mnara ulitengenezwa. Na ndio hiyo alianza kutukuza kupata nguvu mpaka alikuja kuwachukua Waisraeli utumwani. Hiyo Babeli. Lakini kuna Babeli nyingine ambayo imetajwa kwenye Ufunuo sura 18 na kwenye kitabu cha Isaya, ambayo ni Babeli ya kiroho. Na yeye anaweka umoja wake sasa hivi katika roho, ambao ni umoja huu unakuja kumuunda pinga Kristo, dini moja, imani moja duniani, New World Order, ambao sasa hivi anaitengeneza na ishafika ukingoni. Tunaishi majira ya siku za mwisho. Kila kitu sasa hivi kipo katika ukingo wa nyakati. Shetani analazimisha kuleta ule umoja wa hii imani yake. Akishakamilisha huu umoja, kitakachokuwa kimebaki hapo, kinachokuwa kimebaki tu ni parapanda kulia, kwa sababu Biblia kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 Biblia inasema ya kwamba yuko azuiaye hata atakapoondolewa. Akishaondolewa huyo, maana yake shetani anapata nguvu. Kwenye kitabu cha Wathesalonike wa 2, anayezuia pale ni kanisa. Kanisa likishanyakuliwa kwenda juu mbinguni, ni wakati wa mamlaka ya giza, kama kipindi kile Yesu alivyokuwa anaenda msalabani akasema sasa ni wakati wa mamlaka ya giza. Yaani maana yake kuzimu yote inafunguliwa. Shetani anakuwa na mamlaka sasa ya kuingia katika viongozi wote wa dunia na kuwakusanya wote, kutengeneza ile chapa mnyama na kuwatia watu. Hayo yatatokea baada ya kunyakua kanisa, sio kabla ya kunyakua kanisa. Ndio maana kwa nini tunajifunza sana kuhusiana na kunyakua kanisa, ili tuweze kuelewa. Kwa sababu kuna vitu vinaendelea katika roho na katika macho mengine ambayo sisi hatuwezi kuyaona.
tunaona mambo yanaenda kawaida tu, mambo yanaenda kawaida. Lakini kila kitu sasa hivi kina mfumo, kila kitu kinawekwa kwenye mfumo. Huleta watu pamoja kwa kama kijiji. Kwa hizi chapa ishaandaliwa, lakini inaenda katika mfumo wa umoja. Kwa maana tutasikia kuna umoja wa mataifa. Sasa hivi kuna umoja wa dini. Kimene inakuja kutengenezwa. Kila kitu kinawekwa katika umoja. Vina sura nzuri na taswira nzuri, lakini ndani yake kuna ajenda nyingine. Roho Mtakatifu naye pia ana ajenda pia kuleta kanisa katika umoja wa Roho. Ndio maana kwenye kitabu Efeso sura ya inaelezea kuna kitu kinachoitwa umoja wa Roho. Kuletwa katika umoja wa Roho ili kanisa liweze kusimama. Tusipoweza kuwa na hichi kitu, shetani atatupiga mno na tutashindwa kuendelea mbele. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa naenda kumalizia mstari kitabu kimoja alafu tunaenda kuomba. Yohana sura 17 na mstari wa 21. Yohana sura 17 na mstari wa 21. Naanzia mstari wa 20. Yohana 17 mstari wa 20 mpaka 23. Wala si hao tu ninaoombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno la. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye ulionituma. Anasema tena mstari wa 22, nami utukufu ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja. Kumbe utukufu ambao Mungu katupa ni ili tuwe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Tukitaka kujua utukufu wa Mungu ni nini, sio upako wala pepo wengi kutoka. Utukufu wa Mungu ni sisi tunavyokuwa na umoja, ndivyo Mungu anavyotukuzwa. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe ulionituma. Kwa kumbe ulimwengu pia ujue kwamba Kristo katumwa ni sisi kuwa na umoja. Ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Tuishie tu hapo. Anasema hao ulionipa nataka wawe pamoja nami kila mahali. Kwa Kristo alikuwa na umoja na Baba, lakini huo umoja anahubiri tena uwepo ndani yetu sisi. Yeye alikuwa ndani ya Baba na Baba ndani yetu. Huo ndio umoja ambao unahitajika. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka ili tuliweke katika mioyo yetu. Tuimarishe kiwango chetu cha umoja katika kiwango kikubwa mno. Tuwe tuna desturi za kila mmoja kuwa ndani ya mwenzake. Unajua nilikuwa nalisomaga ile andiko kwamba Kristo anaposema mkae ndani yangu nami nikae ndani yenu. Anaposema akae ndani yangu nami nikae ndani yake, huyo anazaa sana. Kuna mahali alisema hivyo. Kukaa ndani ya Kristo ni zaidi ya kuokoka. Ni zaidi ya kuokoka, kukaa ndani ya Kristo. Kristo akikaa ndani yako, hapo ni kipindi ambacho umempokea Yesu. Amekaa ndani yako. Unaanza kumpenda, unaanza kumtafuta. Unaona ndio kila kitu. Sasa wewe kukaa ndani ya Kristo ni kitu kingine. Kuna watu ambao Kristo yuko ndani yao lakini wenyewe hawapo ndani ya Kristo. Kuna watu ambao Kristo yupo ndani yao lakini wenyewe hawapo ndani ya Kristo. Ili uwepo ndani ya Kristo, maana yake naye lazima uingie ndani ya moyo wake. Vile ambavyo una feel kwake naye pia feel kwako. Haina havihisi kwako wewe. Hapo ndo umeingia ndani yake yeye. Shona mtu anakuambia ule nimemtoa moyoni. Kuna watu Kristo yani wenyewe hawapo ndani ya moyo wa Kristo. Ingawa Kristo yupo ndani yao, wameokoka, wanaenda kanisani, lakini Kristo yani muone wa Kristo hawapo. Kutokana na nini? Kutokana na mienendo na njia. Kwa umoja unaotakiwa pia ni huo, wewe kukaa ndani ya Kristo na Kristo kukaa ndani yako. Yaani usirizike tu kumpokea Yesu na Yesu kukaa ndani yako. Haitoshi, tafuta naye kukaa ndani yake. Yaani mtu akikaa ndani yako, wewe unampenda pasipo wania. Hata kuna vitu vingine unaweza kuvivumilia sababu uko ndani yako. Na kuna watu wanapendwa na Kristo katika hiyo level, katika hicho kiwango kwa sababu wako ndani yake. Kristo akiangalia wako ndani yake. Lakini kuna watu ambao Kristo wenyewe yuko ndani yao lakini wenyewe hawako ndani ya Kristo. Huo ni umoja mwingine ambao Kristo alikuwa anasema kama mimi Baba nilivyo ndani yako nawe ndani yangu. Alikuwa maanishi tu uwepo wa kawaida. Alikuwa anamaanisha moyo wa Mungu umejaa Yesu Kristo ndani yake. Ndio maana kipindi anaomba tu anamwambia Baba ulitukuze jina lako. Sasa ile sauti inatoka pale, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Sasa hiyo ni kuonyesha kabisa kwamba huyu mtu yuko ndani ya moyo wa Mungu, yuko ndani ya Mungu. Lakini na sisi tukikosa kuwa ndani ya Mungu katika kiwango hiko, maana yake ni kwamba hatuna ule umoja na Mungu. Hali kadhalika pia sasa katika kanisa ni lazima na sisi tuwe, ndio hapa Kristo anasema kila mmoja tuwe na umoja. Umoja unaozungumziwa ni huo.
kila mmoja awe ndani ya mwenzake. Wewe unakuwa ndani yangu mimi na mimi nakuwa ndani yako wewe. Tukiwa na huo umoja kweli wa kila mmoja kuwa ndani ya mwenzake, huo umoja tukipo nao, ni ngumu sana shetani kutupiga, na hivyo Kristo pia atatukuzwa nje, na watu wote watajua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu kwa huo umoja tu. Na ndio anaposema kwamba huo utukufu ulionipa nami nimewapa hao, ili wawe na umoja. Kwa tukikosa umoja, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hilo tuliweke katika akili zetu daima. Amen. Kwa hiyo hebu tuimarishe hichi kiwango cha umoja. Hapa najua hapa kanisani hapa kuna watu hatujuani tunakaa wapi. Kiasi kwamba mtu akipata hata changamoto hapa, hakuna mtu anajua habari za mwenzake. Hata mtu akifurahi, hakuna mtu anajua habari za mwenzake. Ni kweli tunaweza, sio lazima tufunguke sana, lakini kuna hali tu ya kusema sasa tuna umoja ule wa roho. Sasa kuna mambo yangu kweli mengine siwezi kushirikisha, siwezi kushirikisha fulani, lakini kuna ile hali ya security tu kwamba fulani najua hata na hali yake anavyoendelea. Hiyo ni hatari kubwa sana. Ni hatari kubwa. Tunaweza kufikiri tuko salama, lakini shetani ni rahisi, anapata nguvu katika kiwango kikubwa sana. Kutuharibu ni dakika moja tu. Anatuchukua tunakwenda. Anaanza na mmoja anampeleka, anamchukua mwingine anampeleka, hivyo mpaka baadaye tunasambaratika. Hebu tuimarike hicho katika hicho kiwango. Hebu fungua moyo wako, mwambie, hebu kwanza leo fungua moyo wako. Sema natamani niwe na ushirika na mwenzangu. Hebu leo nimwambie Mungu, naomba unisaidie tabia nibadilike. Sio nzuri. Sio nzuri. Inanisaidia ni kujishikilia, yani mimi tu. Mwambie leo Mungu akusaidie. Saa nyingine inahitaji msaada wa Mungu. Sio kwa nguvu zako utaweza. Inahitaji msaada wa Mungu na utaona faida yake. Unaweza usione sasa hivi, lakini utakuja kuona faida yake. Ina faida kubwa sana. Wewe kufungua moyo wako na kuwa na umoja na Mungu. Hujamwona mwenzako kanisani, hebu jiulize kuna nini kimemtokea. Kuliko uenda kuhukumu tu yule mvivu, yule ni mzembe. Nilimwambia juzi, hebu fuatilia. Na wewe pia unafuatilia, mnaye basi jaribu na kubalika hiyo tabia. Onyesha kwa faida yako, sio kwa faida ya mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo tutakavyoendelea kiroho na kukua kumjua Mungu. Unasoma Biblia, ushekaga na kusema ngoja ni tujadili Biblia na mwenzangu. Sio mfundishe, tumjadili tu kwamba tuna andiko fulani tulijadili ili andiko. Hebu tuwe na programu ya pamoja. Tusemeni jamani, hata Jumatatu usiku hebu tusomeni kitu fulani afu tujadili pamoja. Hiyo itatika kukua kiroho. Na shetani anapenda sana hivyo vitu. Yeye shetani anaogopi kuwa hata tuwe maelfu hapa, haogopi hata tukiwa maelfu tukijaa hapa kote hapa. Hata haogopi. Maadamu anakia kwamba huyu akitoka na habari zake, naona na habari zake, hana shida. Anatafuta siku tu. Ndio kama hapa watu walaishi. Walikuwa wanakaa vizuri salama. Lakini kasoro ni moja tu, walikuwa wana habari na watu wengine. Kumbe wanapelelezwa. Na unajua shetani anapeleleza uhuru. Kwenye Biblia inasema wanapeleleza uhuru wetu. Shetani anapeleleza uhuru tulionao katika imani. Anatafuta weak point, sehemu ambazo ni dhaifu. Na anajua kabisa hata cheni ambayo ni ngumu sana ina sehemu yake dhaifu. Ile sehemu inapofungwa. Hata mnyororo ulio mgumu sana una sehemu dhaifu. Kwa shetani anajua hilo kwamba kila kitu kina sehemu yake dhaifu. Anaenda kutafuta hapo. Na udhaifu wa Wakristo wengi ndio huo, kukosa umoja. Na sababu anazozileta nini? Yule anajivuna, yule anajiona. Yule pale kwanza nimempigia simu hajapokea, nimetuma message hajajibu. Ni wakati sasa kufuatilia ni kwa nini message hajajibiwa? Kwa nini hajakujibu kwenye message? Pengine alikuwa yuko busy. Pengine sasa hiyo wakati tunapiga simu yake pengine hakuwa nayo sasa hiyo. Au pengine alikuwa anataka kutafuta muda fulani akasahau. Ni wakati wa kuendeleza ule upendo, kuendeleza kile kitu mpaka kije kuwa sawa. Na upendo na umoja unavyojengwa kwa msingi huo, unafika kipindi ambapo ni ngumu shetani kuvunja, naye hawezi kuingia. Hajalishi tunaweza tukawa tuna madhaifu. Inawezekana hatujakamilika katika utakatifu kamili, tunaendelea kupambana kujitakasa. Lakini kwa umoja wetu tukawa tuko salama sana. Kristo akatubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yetu tunaombeana. Wakati gani unachukua muda kumwombea mwingine? Unachukua muda gani kuombea hata wengine? Mwingine tukuchukua mzigo wake, kuombea wana yule ndugu yangu yule anatazofanya ngoja nimbebee mzigo wake. Unachukua muda kweli kumwombea mwingine. Ukikosa muda wa kutosha kuombea wengine, hata wewe uweze kupata hiyo neema. Kanuni tunapoenda kumalizia, kanuni moja hapo ya kubarikiwa na kupokea ni wewe kutoa. Bwana Yesu alisema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa, cha kusindiliwa, hata kusukosuka, hata kumwagika, ndivyo watu watakavyowapa vifuani mwenu. Kwa hiyo ukitaka wewe maombi yako upate maombi mengi. Kuna watu wengi sana unakuta pengine wameshakuombea. Ili sasa yale maombi aliyokuombea kufikie wewe, anza kuombea wengine. Ndio hapo sasa yale ambao wengine wamekuombea na kufikia wewe. Lakini ikiwa wewe tunajishindilia tu mwenyewe, unajiombea tu. Haupati chochote. Lakini unapochukua nafasi ya kuombea na wengine,
namwombea mtu fulani pale kanisani. Sio tu hata kanisani, hata mtu fulani hata unasimama kwa ajili yao, unalia, unamwomba Mungu kwa ajili yao. Unafikiri Mungu hatakuona wewe? Mungu haamui kama sisi wanadamu tunavyoamua. Suleiman alienda kumwambia Bwana. Mungu alimwambia Suleiman, omba lolote, hata mali. Kila chochote omba. Suleiman alikuwa na nafasi ya kuomba mali kwa sababu alikuwa anajijua. Kulikuwa kuna matatizo mengi Israeli. Kipindi hicho sio Israeli sombo lilikuwa taifa duniani la kwanza duniani kwa utajiri. Lilikuwa ni taifa dogo tu. Alikuwa anajua na matatizo mengi ya kiuchumi. Alikuwa anajua kabisa. Alikuwa anajua na windwa kwa sababu Biblia inasema pale akuomba hata za maadui zake. Alikuwa anajua na maadui wengi wa kutosha. Lakini akamwambia Mungu, pamoja kwamba nina maadui lakini umenipa chance ya kuomba kitu kimoja tu. Nitakiomba hicho kimoja. Hicho kimoja. Hivyo vingine wote la mbali ni vikosi. Mali sio nini vikosi. Akamwambia Bwana, naomba tunipe hekima. Mungu akampa hekima na akili kama mchanga wa bahari. Lakini wakati anamuomba Mungu hekima na akili akuweza kupambanua kuamua watu. Aliomba tu hekima kuweza kupambanua, kuhukumu, kutoa hukumu sababu watu ni wengi. Asije akafanya makosa. Akampa asiyestahili haki na yule ambaye anastahili akampa hukumu. Akaomba hiyo hekima, akapewa ile hekima. Lakini Mungu alimwambia neno moja, akamwambia kwa kuwa kuomba mali wala kuomba nyara, basi nimekupa hata vile usivyoviomba. Kumbe kanuni ya Suleiman kupokea mali na hekima ilikuwa ni kuomba kwanza hekima. Lakini angemwomba Mungu mali na hakika Mungu angempa mali na asingempa hekima. Kwa sisi ni hivyo hivyo. Ili tuweze kupokea vitu, hebu muombe mwingine. Mungu anaangalia kwa jicho lingine kwamba huyu mwanangu hajaomba, hajajiombea mahitaji yake sana, hajajipeleka yeye kama kichwa cha kwanza. Kama muombea mwingine, basi nitampa hicho anachokiomba huyu na hiki ambacho hajakiomba nitampa vyote. Ndio Mungu anavyoamua hivyo. Sio kama mwanadamu. Kwa hebu ili tuliweke katika desturi zetu sisi. Tuwe tuna umoja wa kuombeana, kupendana, kuchukuliana mizigo, kufuatiliana. Tafuta hata kujua mwenzako anapoishi. Tafuta hata kujua anafanya shughuli gani. Tafuta hata kujua vitu vingine vinahitaji faraja tu, mtu mwingine anaendelea mbele. Hivi uje kukaga kipindi mwenzako akakupigia tu simu au mtu fulani tu akakupigia simu ukajikuta umepata faraja, siku yako imekuwa nzuri. Sisha kutokea kitu. Vile vitu ni Mungu kaviumba ili sisi tuweze kuendelea mbele sisi kwa sisi. Kwa hili tuliweke sana katika maisha yetu. Amen. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao siku ya leo nataka tujifunze. Tutamwabudu Bwana, alafu baada hapo tutamwomba Bwana tusaidie kiumbe hichi kitu ndani yetu. Wala usifikiri kwamba ndio umejiingiza kwenye matatizo kuwa na umoja na mwenzako. Hamna hicho kitu. Ndio umejifungua kutoka katika matatizo kwa sababu utapata nafasi ya wewe kujengeka zaidi na zaidi. Ufahamu wako utakuwa unazunguka pale pale katika kumtafakari Mungu, kumjua Mungu. Na baraka za Mungu zinaachiliwa katika umoja. Ndio utukufu wa Mungu ulipo hapa. Amen. Basi naomba tusimame.